Sisi viongozi wa dini, viongozi wa kiroho, tunahitaji kuhimiza pamoja na haya mambo haya ya kisiasa au mambo yanayohusu uchaguzi mkuu, kuhimiza maboresho katika utoaji wa huduma muhimu kwa jamii. Ustawi wa watu unategemea upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu, maji safi na huduma nyingine za kijamii. Tangu mwanzo taasisi za dini zimetunza sana huduma hizi. Ni haki ya kila mtu kupata elimu iliyo bora, kupata tiba iliyo bora, kupata maji safi na kadhalika. Tunashukuru sana juhudi kubwa za serikali yetu chini ya uongozi wa rais wetu kweli Mama Samia Suluhu Hassan katika uboreshaji wa huduma hizi za jamii na maendeleo ya taifa. Moja ya matatizo tulionayo wa Tanzania ndio hiyo ya watu wenye maslahi binafsi kutaka kutushawishi tusione yale mema, tena yaliyo mengi tu ambayo yamekwisha kufanywa katika serikali hii ya awamu hii ya 6. Ni wajibu wetu viongozi wa dini kuambia fungueni macho, tazameni yale ambayo yamefanyika, pongezeni hayo, muappreciate hayo, sio kuishi katika kulalamika wakati wote. Haina maana kupuuzia yale ambayo hayajafanyika vizuri, ambayo tunahitaji yafanyike, lakini lazima tuone. Na pale pa kupongeza tupongeze, na pa kushauri tushauri, pa kukemea tukemee. Kwa ajili hiyo, kwa pamoja na kwa umoja wetu, na hapa tumefanya vile vile, tunamwombea rais wetu. Mungu azidi kumpa nguvu, ampe ujasiri wa kufanya maamuzi, ampe afya njema, na aweke kando wale wote ambao kwa hila wanataka kuonyesha kwamba uongozi huu haujafanya kitu. Ni wajibu wetu kama viongozi wa dini tumtie moyo. Tunapenda kutoa wito kwa vyombo vya dola vilivyoko chini ya mamlaka yake kuwa na weledi na uadilifu mkubwa katika kutimiza majukumu yao. Mahali pengine tumeona kwamba kumetumika nguvu ya ziada, na hata watu wasiokuwa na hatia wakati mwingine kujeruhiwa, kupigwa na kadhalika. Haya tunapenda kusema, hatupendi kuyaona katika nchi yetu. Tukumbuke viongozi wa dini ndio kimbilio pekee na la mwisho na lililobaki la utetezi wa wananchi katika masuala mbalimbali yanayogusa maisha yao.